Tarehe 25 Disemba mwaka 1978, katika wilaya ya Iringa Vijijini, mkoa wa Iringa, alizaliwa kiongozi wa baadaye, Emanuela Kaganda Mtatifikolo, ambaye safari yake inaakisi kujitolea, ustahimilivu na dhamira thabiti ya kulitumikia taifa. Hadi hivi karibuni, alihudumu kama mkuu wa wilaya ya Babati mkoani Manyara, nafasi aliyochukua mnamo Septemba 2024. Kabla ya hapo, aliwahi kuwa mkuu wa wilaya ya Arumeru mkoani Arusha. Katika nyadhifa hizi, anawakilisha serikali kuu katika ngazi ya wilaya, akihakikisha amani na usalama, kuratibu shughuli za serikali na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayogusa moja kwa moja maisha ya wananchi. Kupitia uongozi wake, amesimamia mamlaka za serikali za mitaa, akiboresha utoaji wa huduma na kuendeleza maendeleo ya jamii. Kabla ya kujiunga na utumishi wa umma, Bibi Mtatifikolo alikuwa mkurugenzi mtendaji mwanzilishi wa Jitegemee Holdings Company Limited, kampuni ya uchimbaji madini aliyosaidia kuianzisha mwaka 2021. Chini ya uongozi wake, kampuni ilikuwa zaidi na kuwa na shughuli mbalimbali zikiwemo uchimbaji wa makaa ya mawe, uzalishaji na usafishaji wa chumvi, uchimbaji wa fluorite, usafirishaji na uzalishaji wa kokoto, ikizalisha zaidi ya shilingi bilioni 90 za Kitanzania kwa mwaka na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi na ajira. Uongozi wake pia ulidhihirika kati ya mwaka 2018 na 2022 aliporatibu ujenzi na uanzishwaji wa chuo cha uongozi cha Mwalimu Julius Nyerere kilichopo Kibaha. Kikiwa kimechochewa na urithi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, taasisi hii ni alama ya umoja, utu na ushirikiano wa Kiafrika, iliyojengwa kupitia ushirikiano kati ya Chama cha Mapinduzi, Chama cha Kikomunisti cha China na vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika. Akiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mwenye kujituma, Bibi Mtatifikolo amewahi kushika nyadhifa mbalimbali muhimu ndani ya chama, ikiwemo kuwa msaidizi wa katibu mkuu wa siasa na mahusiano ya kimataifa, ambapo alichangia katika mikakati ya kisiasa, uchambuzi wa sera na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Mapema katika taaluma yake, alipata uzoefu wa kimataifa kwa kufanya kazi na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu, UNFPA, jijini Dar es Salaam, akijikita katika masuala ya ukimwi kwa vijana na afya ya balehe. Bibi Mtatifikolo ni mwanachama wa taasisi ya Young Women of Africa, ambapo ni kinara wa mabadiliko ya kiuchumi na kijamii wa bara la Afrika. Pia alifanya kazi na United Evangelical Mission, akisimamia miradi ya maendeleo katika nchi mbalimbali za Afrika. Tarehe 29 Aprili 2026, kamati kuu ilimteua kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mdogo wa Ismani unaotarajiwa kufanyika tarehe 1 Juni 2026. Bibi Mtatifikolo ana shahada ya uzamili ya afya ya umma kutoka Chuo Kikuu cha City University of New York na shahada ya kwanza ya mawasiliano ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine cha Tanzania. Safari yake ni ushahidi wa uongozi wa maono, weledi na dhamira isiyotetereka ya kuwatumikia Watanzania.